jioni ya baraka, jioni ambayo Mungu ametupa ili tuweze kuwa mahali hapa. Kulala na kuamka ni mapenzi ya Mungu, na kupata nafasi ya kuja kanisa nalo ni jambo lingine. Sababu kuja katika ibada ni jambo la muhimu sana. Najua watu labda wanapata vizuizi nyingi ambazo zinasababisha wasikuje. Lakini sisi kwa neema yake Mungu tumepata kupata nafasi kama hii. Jina lake lipewe sifa. Kwa hivyo acha tuweze kulisoma neno la Mungu. Tasoma katika Mathayo Mathayo 25 kuanzia mstari wa 14. Mathayo mtakatifu 25 na mstari wa 14. Hapo ndipo tutasoma sisi wote. Nafikiri tumefika mahali hapo. Biblia inasema ya kwamba maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watu wake, akawaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake. Akasafiri. Mara yule alipopokea talanta 5, akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida ya talanta nyingine 5, 17. Vile vile na yule mwenye wa pili, yeye naye akachukua nyingine 2 faida. Lakini yule aliyepokea moja alikwenda akafukua chini, akaficha fedha ya bwana wake. 19. Na hapa nataka tusikie sana hii mstari wa 19. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Amen. Acha tuweze kuzungumza neno hili kwa muda mchache ambalo Mungu ameniweka kwa roho siku ya leo. Nafikiri ya kwamba wale labda tumekuwa nao, sijui kama ni Alhamisi iliyopita, niliwaambia ya kwamba nikipata nafasi ya kuzungumza neno katika ibada hii ya Alhamisi nitazungumza neno hili. Kwa hivyo limekaa ndani yangu kama wiki 2, na nilikuwa nimesema nikipata nafasi ya kuweza kulizungumza neno la Mungu katika ibada hii ya Alhamisi nitachukua nafasi ya kuzungumza neno hili ambalo ni la talanta. Basi hii ni mfano ambao Yesu ameutoa. Mungu anisaidie tuweze kuzungumza polepole, kwa sababu niwe mwalimu leo kuliko kuwa mhubiri. Mwalimu ni yule ambaye anatembea polepole na akihakikisha kwamba kila mmoja anamfuata. Yesu akatoa mfano wa watu hawa. Akasema kulikuwa bwana ama kulikuwa boss. Kulikuwa mtu mmoja ambaye ni tajiri. Biblia ikatuambia ya kwamba mtu huyo akataka kusafiri aende mbali, lakini akasema siwezi nikasafiri tu, tabidi nichukue watumwa wangu hawa, wafanyakazi wangu, niwaachie mali yangu. Biblia imetuambia ya kwamba
alipofikiri kusafiri, nimeshangaa, amewaachia talanta, lakini wote walikuwa watumwa wake, lakini akawaachia talanta tofauti. Hajasema ya kwamba ikiwa wote ni watumwa wangu, acha niweze kuachia talanta ambazo zinatoshana. Biblia imeniambia mmoja akamwachia talanta 5, na mwingine akamwachia 2, na mwingine akamwachia 1. Biblia imeniambia yeye akaenda zake, akasafiri. Na wakati alienda huko akakaa, hakurudi haraka. Alikaa kwa muda mrefu akiwa ameenda huko kwenye alikuwa ameenda kwa safari yake. Biblia imeniambia wakati alirudi baada ya muda mrefu, mtu huu aliweza kurudi pale, tumesoma 19, akafanya hesabu na wale watumwa wake. Tuseme amen. Tuseme haleluya. Mtu huyo akaenda akakaa, na amewaachia talanta tofauti, na wote ni watumwa wake. Na aliporudi akamuita mmoja kwa mmoja ili waweze kufanya hesabu na ile mali yake alikuwa amemwachia ama alikuwa amewaachia. Ndio Biblia imesema yule ambaye alipewa talanta 5 akaweza kuja mbele ya bose wake ama bwana yake. Akaja akamwambia, ni uliniachia talanta 5. Mali kiwango ambacho ulikuwa umeniachia ilikuwa talanta 5. Akamwambia, bwana, uliposafiri sijachukua talanta hiyo niweze kuiweka. Nilienda nikafanya biashara nayo, nikaweza kufaidika talanta zingine 5, na zote ndiyo hizi. Bwana yake akamshukuru sana, akasema, mtumishi mzuri, wewe umekuwa mwenye haki kwa mambo machache, basi nitakuzawadia mambo mengi, na uingie katika furaha ya bwana wako. Tuseme amen. Yule wa pili naye akaja vile vile, naye akasema ya kwamba, bwana, ukumbuke ya kwamba ile wakati ulikuwa unataka kusafiri uliniachia talanta 2, na hizo talanta 2 sijaziweka, bali nimeendelea kufanya nazo biashara, na nimekuja na faida ya talanta zingine 2. Akasema, na zote ndiyo hizi. Bwana yake naye pia akamshukuru, akasema, umefanya vizuri mtumishi mwema, umekuwa mwenye haki kwa machache nilikuwa nimekuachia, na basi utazawadiwa mengi, na ingia katika furaha ya bwana wako. Na yule wa 3 naye akaja vile vile, alikuwa ameachiwa talanta 1. Yeye hakukuja na furaha mbele ya bwana yake. Alikuja akamwambia, bwana, mimi nilikuwa nikikujua, nilikuwa najua wewe venye ni mgumu, nilikuwa najua ya kwamba wewe unataka kuvuna mahali haujapanda, na unataka kukusanya mambo ambayo haujatengeneza. Ngo wewe ngo uzusarura aho utabivuze, ngo kandi ngugashaka ngugahunika ivyo utagosoye. Kwa kilugha yetu inasema hiyo. Akasema ya kwamba kwa sababu na kujua kwa njia hiyo, nami mwenyewe niliona ya kwamba nitaingia hasara na hii talanta yako. Wakati utakuja uweze kuniuliza mali yako niweze kuikosa. Akamwambia, jambo ambalo nilifanya, nilichukua talanta yako na nikaenda nikachimba, ndiyo hivyo Biblia imesema, nikaweza kuiweka mahali ambapo waamuzi hawawezi wakaiona, na sasa nimerudi na talanta yako ndiyo hii.
bwana wake alipomwangalia, wa kwanza ameleta faida na amepewa shukurani mbele ya bwana wake, wa pili ndiyo hivyo hivyo, naye amefanya kazi nzuri, watatu naye amefanya jambo ambalo ni tofauti na wale watu wa pili wa kwanza. Bwana yake naye hakumjibu venye amejibu wale wa kwanza. Alimwambia, wewe mtumishi mubaya. Hilo ndilo jina la kwanza bwana yake alimwambia. Na akamwambia, mtumishi mlegevu, umushangu, umunyabute katika lugha yetu. Akamwambia, kwa nini wewe uliona ya kwamba talanta yangu hautaweza kuileta na faida, hautaendelea kuiuza ili uweze kupata faida? Mbone ulichukua talanta yangu wakati nilienda? Sungekataa kwanza mali yangu. Na akamwambia jambo la pili, basi kama maneno hayo uliyafikiria nikiwa tayari nimesafiri, sikuna mandugu zako, marafiki zako, watumwa wenzako ambao nimekuachia, nimewaacha pamoja na wewe, basi ungechukua mali yangu hiyo uweze kuipea wale ambao wataniletea na faida. Bwana wake akasema waweze kumshika mtu huyu na waweze kumtupa nje katika giza, na akasema huko ndiko watalilia na kusaga meno. Mambo haya ama mfano huu una masomo ambayo na sisi wa leo tunapashwa tuweze kusoma katika maisha yetu ya leo. Jambo la kwanza ni ili tuelewe ya kwamba na sisi tuna mfalme. Ingawaje tuko hapa, tuna mfalme na sisi dufite umwami, ntabwo twigenga. Icyo ni ikintu umuntu akwiriye gushira mu ntekerezo ze no mu bwenge bwe, akavuga ngo nubwo ndi hano mfite umuremyi wanjye, mfite uwande. Na Biblia inasema ya kwamba sisi wote siku moja tutasimama mbele ya kiti chake na kila mmoja atatoa ripoti. Tuseme amen. Twese ngo tuzahagarara imbere y'iyo ntebe y'imanza, umuntu wese atange raporo y'imirimo yicho yakoze. Kuna mwimbaji ambaye aliimba akasema, kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe mbele ya Bwana siku hiyo. Mtoto hata beba ama mzazi hata beba ripoti ya watoto wake, na watoto hawatabeba ripoti ya wazazi wake. Kila mmoja atachukua mzigo wake na kila mmoja ataweza kufanya hesabu na Bwana wake. Tuseme amen. Tuseme haleluya. Ni wajibu wetu kuelewa na kujua ya kwamba tuna mfalme. Kuna kitabu ambacho nimesoma ya kwamba kivuga ngo ntabwo kubaho kwawe ngo ari impanuka kuri nose. Si ajali. Kuba ukiriho wewe n'uyu munsi ugihumeka ntabwo ari impanuka. Hayo ni mapenzi ya Mungu. Wengi wamekufa ambao ni walika yetu. Kwa nini tumebaki sisi? Hatuishi tu hapa ulimwengu kwa sababu tu ni lazima tuishi. Hapana. Tunaishi hapa kwa sababu ya mpango wa Mungu. Mungu ndiye alipanga. Na yeye alijua ya kwamba tukiwa hapa kuna kazi ambayo tutafanya. Mungu uko turawe yaremye. Tuseme amen. Ngwituremeye ngo imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ngw'Imana yiteguriye kera ngo kugira ngo tuyigenderemo. Tuseme haleluya. Na maanisha ya kwamba hatuko tu hapa. Na hata hapa Kasarani hatuko tu. Hata Ririze hatuko tu. Kuna sababu ambayo inasababisha tuwe hapa. Kuna sababu tuishi katika mji huyu wa Kasarani. Hata kuna sababu ambayo inasababisha tuishi katika kanisa hili. Kubera iki twaje Kitengera. Abandi ntibariyo twari tubana ariko yo baraje baje Kitengera. Hari kibazo se? Kubera iki twebwe turi Kasarani? Kubera iki twebwe turi muri Ririze? Semen amen.
Hilo ni swali ni lazima uweze kujiswali. Kwa nini niko hapa? Mungu anataka nini? Mapenzi yake ni nini kwangu? Kuna sababu ambayo imesababisha tuwe mahali hapa, na ni wajibu wetu kutekeleza sababu hiyo. Hata na kuambia Mungu, mapenzi yako ni nini? Talanta yangu nitaitumia kwa njia gani ili ukikuja niilete na faida? Tuseme amen. Ni wajibu wetu kujua ya kwamba tuna mfalme. Tuna mfalme ambaye amesababisha mimi nizaliwe, ambaye amesababisha mimi niwe hai, ambaye anasababisha mimi nitembee. Ni lazima nijue ya kwamba kuna siku ya ripoti na yule ambaye ni muumbaji wangu. Jambo la pili ambalo tunapaswa tufikirie katika neno hili ni utofauti wa mali. Kwa nini Mungu huyu hakuleta talanta wote wapewe 5, lakini akasema ya kwamba mmoja nitampea 5, mwingine 2 na mwingine 1? Ingawaje tuko mahali hapa ulimwengu huu, Mungu ametuumbia kazi tofauti ambazo tunapaswa tufanye, kila mmoja kwa karama yake, kwa mwito wake ambao Mungu amemuita ili aweze kumtumikia. Ndio maana wote hakuwapa awaseme ya kwamba wote nitampea kila mmoja talanta 5. Alileta utofauti wa kazi ama utofauti wa mali. Ndio maana hata na sisi katika kazi za kumtumikia Mungu, sisi wote hatuwezi tukamtumikia Mungu kwa njia moja. Hapana. Na sisi tuna karama, tuna vipaji tofauti ambazo ni lazima tuzitumie kwa utukufu wa Mungu. Tuseme amen. Kila mtu kwa njia yake, kila mtu kwa huduma ambayo ameitwa na Mungu. Kuna wakati tunafikiria ya kwamba wachungaji ni tofauti na madikoni. Kuna wakati tunafikiria ya kwamba ni tofauti na waimbaji. Lakini kumbuka ya kwamba yule ambaye alikuwa na talanta 5 na yule ambaye alikuwa na talanta 2, wote waliambiwa neno moja na neno nzuri: ingieni katika furaha ya Bwana wenu. Tuseme haleluya. Tuseme amen. Na maanisha nini? Na sisi tuna zawadi ya uzima wa milele. Watakao mtumikia Mungu kwa njia nzuri, kwa kile kipaji chako kidogo ambacho ulikuwa nacho, sisi wote zawadi ni moja, ni uzima wa milele ndani ya Kristo Yesu. Semeni amen. Alisema ya kwamba ingieni, wewe wa talanta 2, ingia katika winzire mu munezero wa shobuja. Na yule ambaye ni wa talanta 5 pia naye akaweza kupewa zawadi kama ile ambayo ya yule wa talanta 2. Wote akawaambia muingie, na akawaambia neno nzuri, akawaambia mtazawadiwa mengi na muingie katika furaha ya Bwana wenu. Tuseme amen. Ni wajibu wetu kujua ya kwamba kama tuko hapa ulimwengu na sisi wote tumeachiwa talanta zetu ni tofauti. Tuseme amen. Na kila mmoja ni wajibu wake kujua buri muntu biramukwiriye kumenya itarantoye no kuyigenzura neza. Semeni amen. Tuseme haleluya. Mwimbaji, kama Mungu amekuita ukiwa wewe ni mwimbaji, hiyo ndiyo talanta yako. Jitumie vizuri. Kuna siku moja utafika Bwana wako akwambie, karibu mtumishi mwema. Wewe ambaye umefanya kazi vizuri, ingia katika furaha ya Bwana wako. Kila mtu kwa kazi yake, kile ambacho Mungu amekupea ndani yako, hiyo ndiyo mali ambayo Bwana amekuachia katika ulimwengu huu, kugira ngo ubashe kuibyaza umusaruro. Tuseme amen.
Kuna mtu ambaye anaweza akasema mimi si mwimbaji, na mimi si mhubiri, na mimi si deacon, kwani Mungu atahesabu na mimi jambo gani? Lakini acha nikwambie kweli, kama wewe umeokoka ile ya ukweli, kuna kipaji ambacho Mungu amekuweka ndani ya moyo wako. Semeni amen. Hata kipaji cha kukaribisha wageni tu, hiyo ni kipaji ambacho unaweza ukafika mbele ya Mungu, Mungu akwambie karibu mtumishi mwema. Semeni amen. Wengine Mungu amewapea njia ya kumtumikia Mungu, pesa kusapoti uwezo, Mungu amewaita katika njia hiyo. Kuna watu ambao hawahubiri, si madikoni, si watu ambao mnajua, lakini wanasapoti mamishonari ulimwengu. Mungu amewapea pesa hizo, hizo ndio talanta ambazo wanatumia ili ufalme wa Mungu uweze kusonga. Semeni amen. Tuseme haleluya. Biblia izivuga ngo habe ngo ni verimwe, siko Biblia ivuga na agakombe k'amazi ngo umuntu yatanganye urukundo monako azakagororerwa. Semeni amen. Kwa hivyo kila mmoja ana talanta ambayo ni lazima aweze kutumia. Mungu alitoa, huyo Bwana alitoa utofauti wa mali. Kuna watu hata hawana muda tu wa kukusanyika, muda wa kumtumikia Mungu. Inawezekana labda wewe si mwimbaji, wewe si mhubiri, hauna kazi nyingine, lakini muda wako unautumia kwa njia gani? Umwanya gusa wawe kura ukoresha gute? Semeni amen. Tuseme haleluya. Muda wako tu peke yake, hiyo pia ni talanta. Unautumia kwa njia gani? Unaweza kuwa hauna pesa, unaweza kuwa wewe kuna mambo mengi ambayo hauwezi, lakini hata muda wako unautumia kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Semeni amen. Ama tu ni kuenda tu hivi tu, au juu ya kwamba una Bwana ambaye kuna siku moja mtahesabu naye. Ni wajibu wetu kujua ya kwamba huyo Bwana alitoa talanta tofauti katika watu, na sisi Mungu ametuwekea mali yake ambayo iko ndani yetu, ni mali tofauti. Mimi nikiwa mhubiri, Bukuru naye ni mwimbaji, labda mimi siwezi nikajua kuimba, lakini Mungu amekuweka mali yake ndani yako ya uimbaji uweze kuitumia vizuri. Semeni amen. Naye akifika mbele ya Bwana na mimi nifike mbele ya Bwana, tutazawadiwa tukiwa tumefanya katika mapenzi ya Bwana, na tukiwa tumefanya kazi hiyo kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Semeni amen. Hilo ni jambo ni lazima tuweze kujua ya kwamba kila mtu ana mali na mali yetu ni tofauti. Ni wajibu wetu kujua kutumia talanta zetu kwa wakati wetu. Na jambo lingine tunapaswa tuelewe ya kwamba tuna malipo, tutazawadiwa, kwa sababu Biblia imesema ya kwamba yule alikuwa amepewa talanta 5, wakati bwana yake alirudi, ama bwana yao aliweza kurudi, walihesabu naye, wakasimama mbele yake, kila mtu akapewa malipo. Ni wajibu wetu kujua ya kwamba kazi yote ambayo unafanya kwa kumtumikia Bwana, kwa kuweza kufanya biashara na ile mali ya Bwana ambaye amekuweka ndani yako, ni vizuri kuelewa ya kwamba kuna siku ya malipo. Semeni amen. Tuseme haleluya. Watu wengi siku hizi wanakata tamaa katika njia ya kumtumikia Mungu. Wanasema ya kwamba tunafanyia Mungu kazi lakini hatupati malipo. Na wengine wanasema hata tunafanya, labda hata wachungaji hawajatuita hata siku moja watuzawadie, hata waseme ni asanti kwa ile kazi tunafanya. Iyo umuntu aja gucika intege muri runo rugendo, ni igihe atangira gutekereza yuko ategereje ingororano mu bantu. Semeni amen.
icyo gihe uwo muntu aba ari mu nzira yo gusubira inyuma, yo gucika intege. Ariko buri gihe iyo umuntu azi neza yuko hariho umwami we, semeni amen, tuseme haleluya, ya kwamba kuna siku atakutana na mfalme wake aweze kumzawadia, aseme umefanya kazi nzuri ya uchungaji, ingia katika furaha ya Bwana yako. Hakuna siku moja hata utakata tamaa katika safari hii. Wa kushukuru ama wakose kukushukuru, wa kuzawadia ama wakose kukuzawadia, ikiwa wewe unajua ya kwamba nina Bwana ambaye natumikia, nubwo ndushe, nubwo naniwe, nubwo ncitse intege, hariho uwo nkorera kandi uwo nguwo azampemba umunsi umwe. Hatuwezi tukachoka kuongoza makwaya na kuongoza wamama, kwa sababu tunajua ya kwamba ingawaje tunafanya hii kazi kwa njia ya kuchoka, tuna zawadi mbele ya Bwana. Semeni amen, tuseme haleluya. Ni wajibu wetu kujua ya kwamba tuna malipo, tuna malipo, tuna malipo. Biblia izivuga ngo intumwa ngo zemeraga ngo kunyagwa ibyabo ngo banezerewe. Semeni amen. Ngo kuko ngo batekerezaga ngo yuko ngo hari uwundi mudugudu ngo utari uyu nguyu ngo bazabamo. Bwana asifiwe. Ngo bakawurangiza ngo bari kure, ngo kandi ngo bakawishimira, ngo bakavuga ngo turabashitsi n'abimukira muri ino. Semeni amen. Ingawaje mali zetu zinaenda, lakini tunajua ya kwamba mbele kuna zawadi, mbele kuna matunda mema. Semeni amen. Kama kuna kitu ambacho ni wajibu wetu kukifanya na kukiweka ndani ya moyo wetu, ni kutokata tamaa kwa sababu ya watu fulani, kungojea zawadi za watu, lakini acha tugojee ya kwamba kuna siku moja Bwana ataweza kutuzawadia. Waimbaji, wachungaji, madikoni, kila mtu kwa kazi yake, acha kukata tamaa, ngojea ya kwamba Bwana kuna siku moja atasema, karibu mtumishi mwema, wewe ambaye umetumia talanta yako vizuri, ingia katika furaha ya Bwana wako ili uweze kuzawadiwa. Tuseme amen, tuseme haleluya. Kuna jambo lingine ni wajibu wetu ili tuweze kulifikiria. Biblia imesema ya kwamba walipofika wakatoa ripoti wote. Huyu Bwana kuna neno ambalo alisema ambalo ni jambo la kushangaza. Alisema yule ambaye hajatumia talanta yake vizuri, akasema waweze kumunyang'anya. Na akasema ya kwamba waweze kuipea yule ambaye ana talanta 10, ama ambaye alikuwa na talanta 5 akaweza kuzigeuza zikawa 10. Na akasema neno nzuri hapo chini, akasema ya kwamba yule ambaye ana kitu ataongezewa, na yule ambaye hana kitu na atanyanganywa kila alikuwa nacho. Semeni amen. Ngufite wese ngwazongerwa, ngo ariko ngo nudafite ngwazakwa nico yarafite. Yule ambaye alikuwa na talanta 10 akaongezewa, akapewa tena talanta zikawa 11. Yule ambaye alikuwa na 1 ambaye hajaitumia vizuri, akainyanganywa, akabaki hivyo. Akasema ya kwamba yule ambaye ako na talanta nyingi ataweza kuongezewa, na yule ambaye hana atanyanganywa na kile ambacho atanyanganywa na kile ambacho alikuwa nacho. Ngufite wese azongerwa, ngo nudafite ngo azakwa nico yarafite. Semeni amen. Kwa hivyo tukiendelea kumtumikia Mungu, Mungu huwa anatubariki kwa ile kazi ambayo tunaifanya. Semeni amen. Iyo dukore Imana mu bushake bwayo, Imana izitwagura. Tuvuge ngo amina. Mungu huwa anatupa kibali katika kazi zetu. Kwa njia yako,
kwa ile talanta yako, mu mpano yawe, ngo iyo uyikoresha neza mu bushake bw'Imana, Imana izigenda iyagura, Imana izigenda iyiteza imbere. Semeni amen. Yule ambaye hakukuwa nayo akanyanganywa, na yule ambaye alikuwa na 10 akaongezewa. Semeni amen. Ni wajibu wetu kujua ya kwamba sisi wote tuna talanta, na ni wajibu wetu kujua kuzitumia vizuri, na ni wajibu wetu kujua ya kwamba tuna mfalme ambaye tutaweza kuhesabu naye. Biblia imesema ya kwamba wakati Bwana yao alirudi, akahesabu nao, kila mtu akatoa hesabu ya mali ambayo alikuwa ameachiwa. Semeni haleluya. Ni wajibu wetu kujua hivyo, na ni wajibu wetu kujua ya kwamba tukitumia mali ya Bwana, tukitumia talanta zetu vizuri, hapo mbele kuna hatari. Kwa sababu yule ambaye aliitumia vibaya alitupwa nje, akaambiwa wewe mtumishi mubaya na mulegevu, uweze kutupwa huko nje katika giza, kwa sababu huko ndipo wataweza kulia na kusaga meno. Kama hatutumii talanta zetu vizuri, kuna hatari hapo mbele. Siku Bwana atakuja, kuna maswali atatuuliza. Tumekaa kwa kanisa siku nyingi, lakini hatujamuamini Yesu. Karama na vipaji ambazo tumepewa hatujazitumia vizuri. Bwana atakuja atuulize, kwa nini hamkutumia talanta zangu vizuri ambazo nimewaachia? Wahubiri wengi wamepita mbele yenu wakilisema neno la Mungu, lakini hamkutaka kusikia na kugeuka. Kwa hivyo ni wajibu wetu kutumia talanta zetu vizuri, tumwamini huyu Yesu, na tuweze kutumia mali yake vizuri ambaye ametuachia. Semeni haleluya. Tuseme amen. Sijui ya kwamba uko tayari kuhesabu na Bwana yako. Uriteguye gutanga raporo ku mwami wawe. Uriteguye kubarana nawe. Witeguye kubarana nawe gute impano yawe, ubutunzi bwawe, ibintu byinshi wewe uzi njewe ntazi bikurimo Imana yaguhesheje kugira ngo ubashe kubikoresha ku mpamvu z'icubahiro cy'Imana. Semeni amen. Tuseme haleluya. Tuseme amen. Witeguye gute kubarana n'uwo mwami wawe? Na ni wajibu wetu tujue ya kwamba mfalme wetu atarudi. Ingawaje wafanyakazi hao walikuwa wakifanya kazi, Biblia imetuambia Bwana yao aliweza kukawia, akakaa mu buryo bari no kurambirwa, bakabivamo cyangwa bagakoresha ubutunzi bwabo nabi, bakavuga ati yaragiye tazogaruka. Ni wajibu wetu kujua ya kwamba kuna siku Bwana wetu na sisi atakuja, parapanda ya Bwana italia. Semeni amen. Tuseme haleluya. Bwana wetu atakuja na atahesabu pamoja nasi. Je, unatumia talanta yako kwa njia gani? Bwana wetu yu karibu kukuja, na ako tayari kuhesabu na sisi. Tuwe tayari, tufikirie kuhusu maisha yetu. Tuseme, je, tunatumia talanta zetu vizuri? Tunazitumia kwa njia nzuri? Tusiwe watu wa kusukumwa kila siku kwa njia ya kumtumikia Mungu. Hapana. Acha tutumikie Mungu na furaha, tukingojea huyu mfalme wetu aseme ya kwamba Mungu, katika wakati wangu nilikuweza kukutumia katika njia hii. Tuseme amen. Tuseme haleluya. Umuntu yoba ageze mu zabukuru ari umukecuru, atakigira icyo ashoboye, atakigira n'icyo afite yotangira Imana, ariko wobwira Imana ukayibwira ngo Mana, mu myaka yanje y'ubukecuru, mu buryo nari nshoboye kose naragusenze, nabaye mu nzu yawe nkwingingira itorero, sengera bera, icyo nico nari nshoboye. Semeni amen. Kwa hivyo talanta zetu ni wajibu wetu tuzitumie vizuri, na sisi wote tunazo. N'umwanya
n'umwanya wawe utanga usengera itorero, utanga usengera abera, utanga usengera igihugu, utanga uba mu nzu y'Imana, utanga ukorera abera mu buryo bumwe n'ubundi. Iyo nayo ni yindi talanta, uyikoreshe neza wewe uyifite. Semeni amen. Hakuna kazi ndogo na hakuna kazi kubwa. Yule ambaye alikuwa na 10 na yule ambaye alikuwa na 2 wote waliweza kuzawadiwa, wakaambiwa ya kwamba waweze kuingia katika ufalme wa Bwana wao, waweze kufurahi naye pamoja katika karama hii. Tuna zawadi na sisi ya uzima wa milele, wale ambao watamtumikia Bwana kwa njia ya kweli na haki. Na hakuna ambaye ana kazi kuliko mwingine. Hata yule ambaye ni DJ ambaye anakaa pale akifanya kazi hiyo vizuri, naye ana zawadi mbele ya Bwana wake. Kwa hivyo tujue ya kwamba Mungu wetu yuko tayari kuhesabu nasi. Semeni amen. Tuseme haleluya. Tuseme amen. Mwami wacu ariteguye kubarana natwe. Hari raporo, hari byinshi tuzabazwa. Ariteguye kubarana natwe tube tayari gutanga raporo ku mwami wacu, kuko nubwo atinze ariko azogaruka, kandi nagaruka azobarana natwe. Semeni amen. Je, unatumia talanta yako kwa njia gani? Karama yako unaitumia kwa njia gani? Mali yako unaitumia kwa njia gani? Jua ya kwamba mfalme atarudi na ataweza kuhesabu na wewe. Lipokeeni neno la Bwana.